Binti kijana, kuna mambo ambayo unayafanya kwa siri ukidhani ya kwamba yatakaa sirini. Kuna watu ambao wanajipiga picha wakiwa uchi, wanajichukua video wakiwa uchi. Najua haijaanzia hapo, but ukija kujikuta mpaka unajikuta umechukua simu, unajichukua video ama unajipiga picha, unajituma kwenye mtandao ama unaiweka kwenye simu, au ni mtu ambao unaweka picha nyingi au video nyingi za uchi wa mwanamke au wa mwanaume, au unaweka pornography kwenye simu yako, jitafakari sana. Yale ambayo unayawaza basi ni mengi, machafu na mabaya. Unafaa kulinda moyo wako na fikra zako. Mambo unayochagua kuyafanya kwa siri yanahakisi kila kilicho ndani ya moyo wako. Biblia inatutaka tulinde sana kile tunachokiruhusu kiingia au kutoka katika maisha yetu. Kwa hivyo unaambiwa katika Biblia Methali 4:23 kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Wewe ambao unaiweka picha hiyo kwenye simu yako, wewe ambao unaiweka video hiyo kwenye simu yako, video ya uchi wa mtu, video ya pornography, unaiweka kwa nia gani? Kama umeokoka, kama haujaokoka, ni vibaya. Unaharibu fikra zako, na ndio maana tamaa ya zinaa imekusonga. Unajikuta ni mtu unayewaza zinaa mchana na usiku, kwa ajili vitu unavyovitazama vyote ni zinaa. Umeweka uchi, umeweka makalio ya wanawake, au umeweka wanaume, unasema mimi nataka kifua kama hiki, nataka mwanaume kama huyu, umewajaza kwenye simu yako. Je, wanakupa faida gani? Unapowaheka au unapokaa na wao kwenye simu, unapata faida gani? Ni nini unajifunza kupitia picha hizo? Ni nini unajifunza kupitia video hizo? Ni nini unakipata, au ni faida gani ya muhimu unayoipata kwenye picha hizo au kwenye video hiyo? Binti kijana, usikubali kuharibu maisha yako kwa vitu ambavyo unaweza mwenyewe kuviepuka, unaweza mwenyewe kuvikimbia. Ni kweli unaweza sema hata wewe ulifanya, ni kweli nilifanya, lakini nilipojua zina madhara niliacha. Kwa hivyo nami nimekuja mbele zako ili kukuambia ya kwamba inawezekana. Amua siku ya leo uweze kuziacha. Nitakupa hatua, kuna hatua za kuchukua au ushauri wa vitendo ambao unaweza kuchukua ukipenda au ukiona kwamba inafaa kuacha tabia hizo. Kwanza, kitu ya kwanza, futa picha na video zote. Futa picha na video zote. Kama unazo kwenye simu, mtandao, Google Drive, au ulizomtumia mtu yoyote, zifute mara moja. Kama unajua uko na video kama hiyo au picha kama hiyo ya uchi wako au uchi wa mtu au pornography au picha ambazo zinachochea zina, futa. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tubu na uanze upya. Tubu na uanze upya. Uende kama umeokoka, umefika, wewe ni mwimba kwaya, wewe ni mtu ambao unafanya vitu hivyo kwa siri, au wewe ni mtu ambao unatamani kubadilisha, anza kwa hatua hizi. Badilika na utaona maisha yako yanabadilika, na vitu vingi katika maisha vitabadilika. Mimi nilipoamua, niliona mambo mengi yaliyobadilisha maisha yangu. Mimi nilikuwa ninaishi Mariakani na nilikuwa ninapitia hali ngumu ya kimaisha, lakini kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye nimeingia kwenye zinaa, mawazo machafu, picha hizo, lakini sikupata faida yoyote. Nilipoamua na nilipoacha, ndipo maisha yangu yalifunguka, na leo hii niko hapa nilipofika kwa ajili tu ya kufanya uamuzi. Unaweza kufanya uamuzi ulio sahihi na ukaweza kubadilisha maisha yako na tabia zako. Zinaa ni kitu ambacho kinafungia mtu maisha yake. Zinaa ni kitu ambacho kinafanya maisha yako yanakuwa mabaya zaidi. Kitu ya pili, ukishamaliza kutubu na ukishaanza upya, Mungu ni wa rehema. Ukimuomba msamaha kwa kumaanisha kuacha, anakusamehe na kukupa dhamana mpya. Kasome Yohana wa kwanza 1:9. Kasome mwenyewe, utaona na utaweza kuona mabadiliko kwa maisha yako. Usiseme tu ninaongea, hebu jaribu. Usiseme tu
haiwezekani. Hapana, jaribu, utaona. Kama haiwezekani basi endelea, lakini ukiona kwamba umejaribu na umeacha, jinsi ulivyojaribu na ukaingia kwenye zinaa, hebu jaribu na uweze kutoka. Hii inawezekana. Jaribu leo, jaribu, inawezekana. Ukiingia kwa maombi, ukiingia kwa kutubu, tubu ukimaanisha na uweze kuamua kuacha. Kitu ya pili, jithamini. Jithamini. Dhamana yako haitokani na idadi ya watu wanaokusifu mwili wako mtandaoni, bali inatokana na jinsi Mungu alivyokuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo jithamini wewe mwenyewe, jithamini, jipende, amua kuishi maisha ambayo yatamfurahisha Mungu na wanadamu. Usikubali wanadamu wanakusemea. Kuna watu wanakusema, kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo wewe mwenyewe unaviona kabisa hivi vitu sio sahihi. Amua mwenyewe, inawezekana. Amua, nafanya maamuzi yaliyo sahihi. Fanya maamuzi ambayo yatakusaidia wewe na kizazi chako, yatakusaidia wewe na uzao wako. Wewe mwenyewe uamue leo, inawezekana. Usiseme eti haiwezekani, ni mnaongea tu. Ndiyo tunaongea, lakini jaribu basi. Jaribu uone kama haiwezekani. Jaribu uone kama maisha yako hayatabadilika. Jaribu uone kama hatua ulionayo utakuwa hapo. Jaribu wewe, usiogope. Jaribu, usiogope. Wewe jaribu na utaona mabadiliko juu ya maisha yako mwenyewe. Usiseme watu wanaongea, watu wokovu umekuwa kama nini, na watu wanaongea, kila mtu anaongea kwake. Ndiyo, lakini wewe umejaribu kuongea ya kwako mema, umejaribu kuongea ya kwako mazuri. Usikue tu ni mtu wa kufanya mabaya na machafu kwa kusema makanisa yamekuwa hivi, makanisa yamekuwa hivi, walokole wamekuwa. Hapana. Fanya uamuzi ulio sahihi. Usikubali kufanya uovu ama kufanya vitu vichafu kwa ajili tu ya mtu mwingine au kwa ajili tu ya kanisa. Kwanza, kitu ya kwanza, kanisa haitakupeleka mbinguni. Kanisa haitakufanya wewe uende mbinguni. Hapana, maisha yako ukiyabadilisha yanaweza kukufanya ukakuwa na maisha bora zaidi na kutenda yaliyo mema zaidi. Fanya uamuzi ulio sahihi. Usifanye jambo ambalo litakuathiri maisha yako. Mungu akubariki sana wewe uliyenisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa yule ambao unadhani ya kwamba anaweza akausikiza na akaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kitu ya pili, kama ni mzazi na una mtoto ambaye unatamani aweze kusikiza ujumbe huu, usiogope kumpa. Mwambie, hebu sikiliza msichana huyu. Huenda ikawa amekata tamaa, huenda ikawa ajui atatoa wapi ushauri. Niko hapa ili tuweze kusaidiana. Sio kwamba nimefika, sio kwamba eti niko na hatua kubwa, hapana. Ndivyo hivyo na papasa ili tuweze kufika kwenye hatima yangu. Najua Mungu hakunikusudia kuwa mahali hapa, alinikusudia kuwa mbali. Ndio maana na papasa niweze kufikia hiyo hatua Mungu aliyenikusudia. Shalom.